Mtazamaji wa Sanga Media Tanzania au Sanga Media TZ, tumefika maeneo ya Pugu ya Kinyamwezi, lakini hapa tupo katika sekondari ya Kinyamwezi na pembeni yangu nipo na mkuu wa shule wa maeneo haya, lakini lengo langu kuu ni kwenda kuzungumza naye aweze kutuambia kuna ajenda mbalimbali ambazo zimeweza kuzungumzika hapa na zimeweza kuchakatwa na wazazi wameweza kuzichukua moja kwa moja. Lakini ikiwa kama mwalimu nataka pia anaweza kuniambia ni namna gani anaenda kushirikiana sana wazazi. Licha tumeshuhudia wazazi wamekuwa ni wazito sana kufika na kushiriki katika vikao mbalimbali. Kwanza mwalimu, pole sana kwa majukumu, lakini pia nataka uniambie jina lako, lakini pia uweze kutuambia ni namna gani mnashirikiana sana wazazi kwenda kutatua changamoto mbalimbali za vijana wetu. Naitwa Mwalimu Kaige Rashid Kaige, mkuu wa shule ya Kinyamwezi Sekondari ambayo inapatikana Dar es Salaam, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kujibu swali lako, tunashirikiana na wazazi kutatua changamoto kupitia kwanza vikao kama hivi, na kwa maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa wetu wa wilaya Edward Mpogoro ameelekeza tuwashirikishe pia waheshimiwa madiwani, watendaji wa kata, wenye viti wa serikali za mitaa, watendaji wa mitaa katika vikao vya wazazi ili wao waweze kuongoza mijadala hii ya kuboresha taaluma mashuleni kwetu. Na nashukuru maelekezo yao tumeyafanyia kazi, na leo nitoe shukrani za kipekee kwanza kwa mheshimiwa diwani wetu wa kata ya Pugu, Comrade Franki Joseph Mangati, ameitikia wito kama ambavyo umemuona tumekuwa naye, lakini nitoe shukrani kwa wenye viti wa serikali za mitaa, Kigogo Fresh B, dada yangu Rehema amefika, Pugu Bombani amewakilishwa. Kwa kweli wamekuwa ni msaada mkubwa, wameongea kama ambavyo umeshuhudia mjadala na wazazi mpaka kufikia maafikiano. Wazazi wameridhika kwamba wako tayari kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya jemedari rais wetu shupavu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kulipeleka mbele gurudumu la elimu. Na kipekee nitoe shukrani kwanza kwa mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, Comrade Eli Huruma, amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha anatatua changamoto za shule yetu. Lakini pia mkuu wetu wa wilaya kiasi kwamba amefikia hatua mpaka kutuelekeza kwamba yupo tayari kuhudhuria vikao vya wazazi ili kusaidia kuzungumza na wazazi katika kufanikisha taaluma mashuleni kwetu. Nimeingia hapa shuleni mwaka 2023 ndio nililetwa rasmi. Huu ni mwaka wangu wa pili kama na nusu. Yapo ambayo tumeyafanya. Ni mshukuru Mwenyezi Mungu, nishukuru serikali. Kubwa kabisa nishukuru uwepo wa vitabu. Maktaba yetu ambayo tumejitengenezea wenyewe ina utoshelevu mkubwa sasa hivi wa vitabu hasa vya sayansi. Serikali kupitia TAI imetupatia vitabu vingi mno. Kazi iliyopo sisi sasa ni kuvisimamia vitabu hivi viende kwa wanafunzi waweze kujisomea vyema na kuboresha taaluma. Lakini pia tumepata library, computer laboratory mwaka huu, ambapo mdau mmoja wa maendeleo ametupatia laptop 20 na mdau wa pili wa maendeleo ametupatia desktop 8. Kwa hiyo tuna full computer laboratory ambayo tunaenda kuanza somo la computer studies, computer science kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza. Lakini pia tuko kwenye mchakato wa kuandika barua kwenda TAMISEMI tuweze kuanzisha somo la amali ya ICT kwa sababu tunazo nyenzo za kutosha. Kwa hiyo haya ni kwa kweli ni mafanikio, na ni mafanikio ya awamu ya 6 katika mabadiliko ya mtaala ulioboreshwa, na tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kivitendo. Diwani wa kata ya Pugu ambaye ni Franki Joseph Mangati ameweza kufika katika shule ambayo ndio mkuu wa shule katika maeneo haya. Je, unahisi ni kiongozi wa aina gani ambaye kwamba ana uwezo wa kuchukua changamoto zenu na kwenda kuzifanyia kazi kwa haraka zaidi? Kwa kweli nipongeze kwanza diwani wetu, na nyuma yake yupo mbunge wetu Mheshimiwa Bakari Shingo. Wanashirikiana vizuri na tuko naye bega kwa bega. Hata hapa amepiga simu, ameongea na Mheshimiwa diwani, wamekubaliana baadhi ya changamoto wazisimamie kwa pamoja kuzitatua. Mimi nipongeze utatu uliopo baina ya diwani, Mheshimiwa mbunge na mkurugenzi wetu wa jiji, ambapo iko nyuma yake kuna mkuu wa wilaya. Wanafanya kazi kwa kushirikiana kuhakikisha kwamba changamoto
zinatatuliwa. Mkuu, kwanza tukushukuru sana kwa muda wako, lakini pia tukupongeze kwa sababu umefika muda mfupi sana katika shule hii, lakini umeonyesha matunda chanya ambayo mkiwafanya kwa hawa vijana wetu. Kwanza tukupongeze katika hilo na hongera sana, Mwenyezi Mungu akubariki uendelee kufanya kazi nzuri. Amina, asante sana. Naam, huyo ni mkuu wa shule ya sekondari Kinyamwezi ambaye naye pia alikuwa kuzungumza machache lakini yenye msingi ndani yake, kwa maana amezungumza mtazamo wake chanya ambao sasa anaenda kufanya jitihada mbalimbali hususan kwa watoto wetu ambao hawa wanasoma katika shule hii. Nini unatakiwa kuendelea kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali. Shukrani sana kwa muda wako. Bye bye.